Ripoti zinaeleza kwamba rais wa Marekani Donald Trump anamshinikiza mwanamfalme wa Saudi Arabia kusaini makubaliano na Israel kufuatia mapatano ya Gaza. Afisa mkuu wa Marekani ameliambia shirika la habari la Axios ujumbe kutoka kwa mwanamfalme wa Saudia Mohammed bin Salman ambao unatarajia kufika White House wiki ijayo. Na taarifa zinaeleza kwamba walifanya mambo yote na sasa kuna mambo ambayo Rais Trump anataka kwa Saudi Arabia. Rais wa Marekani Bwana Trump alimsihi mwanamfalme wa Saudia Mohammed bin Salman katika mwezi uliopita kurekebisha uhusiano na Israel kufuatia makubaliano ya Oktoba 9 ya kusitisha mapigano huko katika ukanda wa Gaza. Shirika la habari la Axios limeripoti mnamo Alhamisi likitoa mfano wa maafisa wawili wa Marekani ambao wanafahamu jambo hilo. Kwa mujibu wa shirika hilo la habari la Axios, mwito huo ulifanyika baada ya mkutano wa amani wa Sharm el-Sheikh Oktoba 13 ambapo Trump na wenzake kutoka nchi wapatanishi ikiwa ni pamoja na Uturuki, Qatar na Misri walitia saini tamko kuhusu mpango wa amani wa Gaza. Wakati wa simu hiyo, Trump alisema amefaulu kumaliza vita huko Gaza na anatarajia Saudi Arabia itasonga mbele kuelekea uhusiano kamili wa diplomasia na Israel, kulingana na afisa wa Marekani aliyetajwa na Axios. Mwanamfalme huyo, kiongozi mkuu wa Saudi Arabia na anayejulikana sana kama MBS, amesema atakuwa tayari kufanya kazi na ikulu ya White House juu ya suala hilo. Afisa huyo alisema uhalalishaji ambao ulionekana kuwa katika harakati kabla ya vita huko Gaza hivi karibuni umeyumba kutokana na msisitizo wa Riyadh kwamba Israel ijitolee kwenye utawala wa Palestina, jambo ambalo Waziri Mkuu Benjamin Netanyahu na ambalo umma wa Israel una uwezekano mdogo wa kulikubali katika kipindi cha miaka miwili ijayo. Hata hivyo, mpango wa kina wa Trump wa kusitisha mapigano Gaza ambao Netanyahu aliunga mkono wakati wa mkutano wa pamoja wa waandishi wa habari mwezi Septemba unasema kwamba mara tu mamlaka ya Palestina itakapopitia mpango wa mageuzi wa ujenzi ukiendelea katika ukanda wa Gaza ambao haukuwa na mvuto wa kijeshi, masharti yanaweza kuwa tayari kwa njia ya kuaminika ya kujitawala kwa Palestina. Rais wa Marekani Bwana Trump alimsihi mwanamfalme huyo Mohammed bin Salman katika mwezi uliopita kurekebisha uhusiano wake na Waziri Mkuu Benjamin Netanyahu, akimsihi kwamba wakati huu ni wakati sahihi kwa kiongozi huyo kukubaliana na mpango huo ambao utamwezesha waziri mkuu huyo kuwa na uhusiano na mataifa ambayo yalikuwa na chuki dhidi yake. Ikumbukwe mwanamfalme bin Salman alitishia kwamba huenda akafuta kabisa uhusiano wa kidiplomasia uliopo kati ya Israel na Saudi Arabia kutokana na tabia za waziri mkuu Benjamin Netanyahu za ukatili aliofanya katika eneo la ukanda wa Gaza, lakini pia kuwanyima wa Palestina taifa lao, ambapo waziri mkuu huyo kwa sasa, moja kati ya jambo ambalo hakubaliana nalo ni pamoja na kutambuliwa kwa taifa la Palestina. Afisa mkuu wa Marekani alinukuliwa na Axios akisema ujumbe wetu kwa Saudi ni tulifanya mambo yote mliyoomba. Sasa kuna mambo ambayo Trump anataka kama vile kuhalalisha. Kwa hivyo nyinyi mtaelekeaje sasa hivi? Alieleza mtoa taarifa huyo ambaye hakutajwa jina lake. Mtazamaji wa The World News, hayo ndio tuliokuwa nayo. Ni mipango ya rais wa Marekani ya kumtaka kiongozi mkuu wa Saudi Arabia Mohammed bin Salman, mwanamfalme, akubaliane na matakwa ya kuwa na ushirika na waziri mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu, na hasa kuandaa mipango maalum ya kushirikiana nao katika masuala ya kiuchumi pamoja na mambo mengine. Ni katika kile kinachofahamika kama mkataba wa Abraham wa mwaka 2020. Endelea kuwa nasi, tutakuwa tukikujuza mengi yanayojiri katika ulimwengu. Naitwa Dam Hussein.